Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, karibu sana. Bila shaka mzima buheri wa afya na unaendelea vizuri. Lakini kama una changamoto yoyote, basi Mwenyezi Mungu aweze kufanyia taafifu, aweze kurejea katika hali yako ya kawaida. Naitwa Salumu Amani. Mara kadhaa tumekuwa tukikutana na wewe kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya kisiasa, kijamii, lakini pia kiuchumi, pale ambapo tunapata nafasi. Kama ilivyo kauli mbiu yetu ya Kawabe Media, sauti ya jamii, huwa tunayazungumza pia mambo mbalimbali yanayogusa jamii. Na hapa leo bwana, nimepata nafasi ya kuweza kama ilivyo kawaida yangu, huwa ninapopata jambo, anapokuwa na swala, basi namtafuta Majid Mjengwa. Yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nchini Tanzania. Majid Mjengwa, habari yako? Jema kabisa Salum. Kwa na bahati mara zote ukinitafuta kwenye jambo linaloibuka napatikana. Na tumekuwa na wakati mzuri pia, tunaweza pia tukazungumza hapa, lakini swala kubwa ambalo limenifanya nikutafute ni kuhusiana na masuala mazima ya kijamii. Hapa tunaizungumza zaidi jamii. Hivi karibuni tumeshuhudia swala la usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam likiwa limeingia katika hali ya kidogo ya sintofahamu baada ya unasema ule mradi wa mabasi yaendao kwa haraka ambao unafanya shughuli zake katika jiji la Dar es Salaam kuweza ni kama kuzidiwa hivi na wingi wa abiria ambao wamekuwa wakitumia usafiri huo. Tulishuhudia katika njia ya Kimara, mara kadhaa abiria walikuwa wakigombania kuingia katika mabasi hayo na ikionekana mabasi hayo kuzidiwa kabisa. Jana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliweza kufika pale Kimara na kuahidi kwamba swala hilo atalifanyia utaratibu ama suluhisho, na pia aliweza kuomba radhi kwa watumiaji wa usafiri huo na Watanzania na wananchi wa Dar es Salaam kwa ujumla. Awali ya yote kwanza turejee kwenye changamoto yenyewe. Tunafahamu leo asubuhi mabasi ya Moffat yameanza kufanya kazi katika njia ile ya Kimara, lakini turejee nyuma. Hali ilikuwa ni hali yenye changamoto kwa kiasi kikubwa, wananchi wakipata shida kwenye usafiri ule. Mimi najaribu kukuuliza sasa, wewe kwa jinsi unavyotazama, unahisi ni sehemu gani ambapo kidogo tulipwaya mpaka tukafikia kwenye lile ambalo tulikuwa tumelifikia? Swali zuri Salum. Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi hii tena kujaribu kutafakari juu ya hii changamoto iliyopo, na ndio kazi ambayo sisi wachambuzi tunatakiwa tuifanye, toa mtazamo na pengine kushauri kitu gani kifanyike. Na tumefikaje hapa? Haraka umefika hapo. Kwa nini tumefika hapa? Na ili kufahamu kwa nini tumefika hapa kwenye jambo lote lile, ni vema kwa mwanadamu kujua ulitoka wapi. Na ukijua ulikotokea, alafu utafahamu kwa nini umefika hapa, na pengine unaweza ukabashiri tunakwenda wapi. Mimi na bahati moja Salum ya umri wangu, gusia mara iliyopita, na bahati moja Mwenyezi Mungu amenijalia uhai, unakaribia miongo 6 sasa. Alafu na bahati pia ya kuzaliwa na kukulia katika hili jiji la Dar es Salaam. Sasa kwa kukua kwa Dar es Salaam, napozungumzia sasa miaka yangu 10 ya mwanzo, 20, 30, 40 na kuendelea, moja ya vitu ambavyo nafahamu na uelewa kiasi kikubwa, sio 100%, lakini na uelewa mkubwa na sababu nimeuishi, ni usafiri. Moja ya changamoto kubwa ya Dar es Salaam ya usafiri tuliona, niliishi miaka ya 70, 80 mpaka 90. Sasa kwa wewe unayetazama au unayesikiliza, sasa mimi nakupitisha kwenye uhalisia. Unajua wakati fulani sisi tulitoka Ilala tukahamia Kinondoni, pale mahala panaitwa Biafra, kuna viwanja pale. Sisi nyumba yetu iko barabarani kabisa mkabala na chuo kikuu Huria. Tumekulia pale, tumecheza mpira pale, Kia Boys na kadhalika. Kulikuwa na mabasi ya usafiri Dar es Salaam, UDA. Sasa ile UDA ile, sisi tulianza kupanda UDA Kinondoni B. Pale maeneo hilo la Biafra linaitwa Kinondoni B na Kinondoni A. Mwaka 77 kulikuwa na basi linaishia Kinondoni A na lingine linakwenda Mwananyamala A na B. Lakini lilikuwa hakuna basi la UDA la Kinondoni B. Kwa hiyo ili sisi tufike mjini Posta na Kariakoo, tulikuwa tunakwenda Kinondoni A kwa miguu, tunapita Manyanya pale. Tunafuka, tunapanda basi. Miaka ya 80 tukaanza kupata basi kwa mara ya kwanza, tukapewa taarifa kuna basi linakuja Kinondoni B.
Kwa hiyo kukawa na UDA namba 91 nakumbuka, sasa Kinondoni B. Linakuja mpaka kanisani kule, kanisa la Baptisti kule nyuma kule. Alafu likigeuza pale linachukua abiria linakuja kutuchukua sisi pale Biafra, tunaendelea. Ilikuwa napita saa 1 asubuhi kwenda mjini, alafu linakwenda na saa 2 kasorobo. Yakaja mawili, moja la Kariakoo lingine la Posta. Hiyo ndio hali ambayo mimi nimeishi. Lakini nasoma kwamba miaka ya 70 ipo hiyo sasa, naye kwenda kujibidisha kwenda kwenye maktaba miaka ya 73 mpaka 74, waliokuwa wakiishi Kibamba, waliokuwa wanaishi Kiluvya, na bahati nzuri kwenye familia yetu tulikuwa na ndugu Kibamba, dada wa mama. Kwa hiyo tulikuwa mara moja katika mwezi, unaweza kupita miezi miwili tunakwenda Kibamba. Usafiri wa Kibamba ulikuwa wa UDA ya Kibamba miaka hiyo ya 77 78 ilikuwa una moja Kiluvya alafu linapita Kibamba. Lakini hiyo miaka ya 70 naosema mimi kabla ya 77 78 79 kulikuwa anayetoka kijiji cha Mbezi. Kibamba sasa ni mbali, huwezi kutembea kwa miguu kwenda Ubungo. Kwa kipindi hicho manake Mbezi ilikuwa ni kijiji cha Mbezi, na kulikuwa na kijiji cha Kibamba, kijiji cha Kiluvya, kijiji cha Goba, vijiji vya ujamaa hivyo. Kwa sababu ukielewa hili la vijiji vya ujamaa vilikuwepo mpaka miaka hiyo ya 80 mwanzoni. Sasa anayetoka Mbezi ile kwa Msuguri huko mnakuita, anakuja mjini miaka ya 74 75, inabidi atembee kwa miguu alfajiri, atoke aende kwa miguu avuke Kimara, alafu anakuja Ubungo. Ubungo ndio kwa mwisho wa UDA. UDA ilikuwa inaishia Ubungo. Unapanda UDA unakwenda Posta au Kariakoo. Akirudi anashuka Ubungo, anatembea kwa miguu kurudi Mbezi huko njia za katikati. Wakati Temboni pale kuna sehemu inaitwa Kimara Temboni. Wengi hawajui, sasa wakiambiwa leo wanaanza kashangaa wengine kwamba Temboni walikuwa wakipita tembo pale kutokea Kazimzumbwe kule National Park. Wanapita pale tembo, wana kawaida kupita njia hiyo, wanakwenda sasa bahari ya Hindi, wanapita huko Sadani, ndio maana kuna tembo kule Sadani. Wale tembo yule kwenye ile eco cycle yao, ya ule mzunguko wao, wanatokea mbugani kule, wanapita pale Temboni, njia yao ndio hiyo. Kwa hiyo watu walikuwa wakikutana na tembo wakati fulani, wanavuka pakaitwa Temboni. Maendeleo ndio yamefanya tembo waondoke. Sasa tuje kwenye huu usafiri. Shida ya usafiri ilikuwepo. Na mimi nataka kuwaeleza watu waelewe hata hali ya sasa hivi na watu kwa nini wanalalamika na kitu gani kinatakiwa kifanyike. Shida ilikuwepo ya usafiri. Tulikuwa tunapanda vizuri tu miaka hiyo ya 77 78 UDA hizo. Alafu kulikuwa na UDA nyingine inatoka Mwenge inakwenda Posta. Ilikuwa ipiti pale kwetu. Kwa hiyo mimi nakumbuka miaka hiyo nikienda pale, sasa hivi panaitwa Airtel, makao makuu. Kuna kituo Moroko pale. Kile kituo kilikuwa ni kwa ajili ya basi kwenda Posta. Kwa hiyo natembea kwa miguu kutoka pale Biafra na kwenda mpaka Airtel ili niende Posta kwa njia hiyo ya basi la kutoka Mwenge la Posta. Sasa nikikwambia Salum, mimi nimepanda UDA mara 2 na waziri wakati huo si alikuwa maliasili akiitwa Isaac Sepetu, ambaye leo kuna mtu msanii maarufu au mtu maarufu anaitwa Wema Sepetu. Yule baba yake mzazi. Nimepanda naye mimi UDA. Na kuna kafoleni kadogo unakusubiri, alafu mnaingia. Wengine hawamjui, wengine sisi tulikuwa tunafuatilia mambo ya siasa, tunajua huyu mheshimiwa waziri. Unapanda naye, kuingia anapata kiti, mara 2 nimeona kashika tu juu. Hakuna vurugu. Tunaenda mpaka Posta, anashuka anakwenda zake kazini. Sasa hayo yamekwepo. Hata Wema Sepetu anaweza kawa nakumbuka babake alikuwa anakwenda kupanda UDA kama alikuwa na umri wa kusimuliwa au kumuona. Nadhani kulikuwa na mawaziri wengine wakifanya hivyo bila shaka, kwa sababu ilikuwa inawezekana utaratibu wa kufanya hivyo. Maana yangu nini? Maana yangu tukipanda mabasi wakati ule unapanga foleni, kulikuwa na kitu ambacho sasa hivi watu nyinyi hamna hakika nacho. Sisi tulikuwa tunajua muda, pamoja na mabasi yalikuwa machache, lakini tulikuwa tunajua saa 1 kasorobo, saa 1 na saa 2 kasorobo. Na mchana kutoka kule mjini muda gani UDA unalikuta linakuja. Kwa hiyo swala la muda lilikuwa la uhakika, ndio maana unaweza ukalisubiri linalofuatia, na watu watakuwa wengi sana. Ikaja watu wanaongezeka, kukawa na shida. Sasa ile shida usafiri ilipoanza kuongezeka na vilio vya watu kama unavyoona sasa hivi, aliyekuwa waziri mkuu Edward Sokoine miaka 80 akasema hapana, hebu tulete utaratibu. Wale wa Tanzania wanaosoma nje
waliopata PhD wanaoenda kusoma nje scholarship wanaruhusiwa sasa. Maana sisi tunatoka kwenye haya yote ni matokeo ya mifumo hangover ya mifumo ile ya kijamaa ya kwamba mtu binafsi uruhusiwi, sekta binafsi ilikuwa hairuhusiwi kufanya biashara. Kwa hiyo ni mambo ya umma, shirika la umma, UDA la umma. Sasa tukasikia kwa mara ya kwanza Waziri Mkuu Sokoine anasema tunatoa tamko wa Tanzania walio nje wanaruhusiwa sasa kuja na magari bila kulipa kodi. Magari yao yasiwe ya anasa. Na gari la anasa lilikuwa na maana yenye milango minne. Uje na pickup. Ukija na Datsun Nissan pickup unaruhusiwa, walikuwepo nakumbuka. Ukija na tractor unaingia nalo bure, tunahitaji matractor, bandarini hulipi ushuru. Kwa hiyo tukaanza kuona pickup zinakuja, mtu anatoka zake Japani kusoma huko anaandika Salumu na Mary na the family. Yaani anaweka kabisa na hiyo property na ile gari inaandikwa jina fulani na fulani na family. Kwa hiyo tukaanza kuona yule mwenye gari ya pickup Salumu yule aliyetoka Japan anaruhusiwa kufanya biashara. Anakuja asubuhi pale Kinondoni Biafra, anasema posta wanaingia. Sasa tulikuwa tuna hata viti, tunakaa nyuma hatari kabisa, unalipishwa hela kabla hujafika posta au wakati unaanza safari. Na mtu huyo alikuwa na ndugu yake ndio anakusanya nauli. Kwa hiyo tulikwenda sisi na pickups kama sehemu ya kusapoti hali iliyokuepo. Watu wanaongezeka Dar es Salaam, mabasi ya UDA hayatoshi. Tukaenda, ikaja sasa daladala, ukaletwa utaratibu, watu binafsi wanaruhusiwa ukiwa na kombi, Volkswagen kombi, ukiwa na gari kidogo kubwa, ndo daladala zikaanza. Na daladala hasa asili yake ilikuwa nauli $5. $5 tuliipa jina wakati ule inaitwa dala. Kama thamani ya $1 ilikuwa sawa sawa na $5 za Tanzania. Kwa hiyo tukasema this is a dala moja. Ukiwa nipe dala na maana unanipa ile sarafu ya $5. Na nauli tukaambiwa bana Kariakoo dala. Ndio tukapewa na hilo jina likapatikana la daladala kwa faida ya anayetutazama, pengine hakujua kwa nini tunaita daladala. Tukaenda, changamoto ya usafiri Dar es Salaam ikaendelea, watu wanaongezeka Dar es Salaam. Ikaruhusiwa watu kuja na kenta zile kubwa sasa. Sio pickup ndogo, unakuja na kenta alafu una design viti vya mbao kama unavyoona mbao kulia na kushoto. Tukaita sasa zile zikaitwa chai maharage. Yaani kama vile uko kwenye kwa mama ntilie chai maharage. Sasa jina likapewa, sio daladala. Hizi zinaitwa daladala ambazo ni chai maharage. Tukakaa mle na makondakta wapo, mnakaa mnatazamana, mnasalimiana, mnakwenda mnakokwenda. Sasa tukaenda na hilo la chai maharage, ndio zikaja zile costa za watu waliokwenda Ulaya huko, mabaharia wanatulia na costa zile, tukaanza kuona costa zinaenda Morogoro, zinachukua daladala mpaka tulipofika hapa. Lakini wale watu wakati ule wa Dar es Salaam na sasa hivi ni wengi zaidi. Vitongoji hivyo tunavyosema Goba, Goba leo ni mji. Mimi jirani yetu pale Kinondoni, nyumba ya 3 walikuwa wanasema likizo wanakwenda kwa bibi yao na babu yao kijijini Goba. Wanasema wanashuka wapi? Wanashuka huko Tangibovu, mabasi ya Bagamoyo. Alafu wanatembea kwa miguu. Kwa hiyo huko ndiko tulikotoka kwa uchache. Sasa kwa nini tumefika hapa? Mimi nadhani haya mabadiliko ya kijamii na uongezeko la watu hayaendani na maamuzi na mipango yetu. Tunatakiwa tujue kila siku wanaingia watu wangapi Dar. Zipo watu wanaweza kufanya study hizo, wakakwambia Dar wanaondoka watu hawa, Dar wanaingia watu hawa. Kila wanapomaliza watu vyuo vikuu wangapi wanakuja Dar. Kwa hiyo namba inaongezeka. Unaelewa? Kwa hiyo uwezo ukawa na idadi ile ya mabasi. Sasa tumekuwa na mpaka miundombinu ya mwendo kasi. Unajua ukimwambia mtu mwingine nchi nyingine anaweza akashangaa. Na mimi nimekutana na mtu kutoka Ulaya akanambia sisi kule Ulaya, na mimi nimeishi Ulaya, asema sisi kule Ulaya mabasi ni mengi, abiria wachache. Yaani Ulaya ni kawaida kabisa, unapanda basi mnakuwa 3 tu, lakini nakwenda kwa muda ule ule, halisubiri abiria. Kama muda wa saa 4 mnaondoka saa 4 mkiwa 3, hata ukiwa mmoja dereva anakuambia tunaondoka, mnaondoka. Muda mabasi mengi, abiria. Sasa wanapanga kule wao kupunguza muda ule wa mabasi kutoka kila baada ya saa 1 waweke kama masaa 3 kwa sababu wanaenda bila abiria.
Yule mwana akanambia, hii ajabu, huku nyinyi mna watu wengi lakini mabasi hakuna. Mimi niliwahi kufika nchi ya Finland miaka kama 15 iliyopita. Nilimtembelea mtu ambaye anaweza kawa pengine mwalimu wako, Dr. Ayubu Rioba. Mwalimu wangu Ayubu Rioba alikufundisha? Amenifundisha pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yule Dr. Ayubu Rioba mimi ni rafiki yangu wa siku nyingi tangu tukiwa vijana. Mimi nikati naishi Sweden, nikaenda kumtembelea akiwa anasoma chuo kikuu cha Tampere, PhD yake. Nikaenda nyumbani kwake, tukalala nyumbani kwake, tumekula pamoja. Ayubu akisikiliza hiki kipindi atakumbuka. Asubuhi moja tumeamka tuende chuoni anakosoma. Tukaamka, akaangalia ratiba mabasi kule Finland, tukaenda tukalipata lile basi, uda yao, daladala yao, si ndio? Mabasi yao. Tumeingia kwenye muda katika ule tukaingia. Abiria wako kama 7 tu ndani. Tunapiga sasa stories za nyumbani kwa Kiswahili. Unajua unanogewa na habari za kwenu. Piga story pale. Tumefika kwenye kituo cha chuoni kwake. Tukachelewa sekunde kadhaa, tunainuka hivi ndio tumefika hapa Majidi. Tunataka kuinuka hivi, dereva kanafunga mlango, anatutazama sema sorry, mtabidi mshuke kituo kinachofuata kwa sababu muda umeshapita. Akisimama pale kutusaidia sisi kibinadamu, ina maana kule kuna muda atachelewa, atushuke tufunge, kwa hiyo anafuata ule muda. Na kwa kweli tulitembea mimi na Dr. Ayubu Rioba kilomita kama 3 hivi kwa miguu kutoka kituo kingine kurudi tena chuoni kwake. Lakini kuishi ni kujifunza. Tujifunza wenzetu bana, moja ya asili ya maendeleo yao ni nidhamu ya muda. Pale sisi tunemuona na tuona, lakini anasema no, sorry, nyinyi mmechelewa kuinuka. Yeye shaweka kibao pale kinasema kituo kinachofuata ni kituo cha chuo kikuu. Sisi tumejisahau. Maana